hiyo hiyo manake na ni kweli kuna baadhi ya vitu siwezi kutumia neno ushamba, wala siwezi kutumia neno aibu, wala siwezi kutumia neno ushenzi, lakini ni mabaya zaidi kuliko maneno yaliyotumika. Kwa hiyo kama unaniruhusu mimi nitaenda kwa line hiyo hiyo ya yalivyoandikwa, lakini nitaeleza jinsi yalivyo mabaya zaidi kuliko lugha tunayotumia, kwa sababu ushamba na aibu ni very light kwa mambo yaliyotokea. Ushenzi ni very light kwa mambo yaliyotokea. Kwa hiyo labda kama unaniruhusu niendelee, basi mimi niingie kwa line ninavyofikiri, kwa maana ya uzito na tathmini ya yaliyotokea katika hii wiki iliyopita, hasa kuhusiana na masuala yaliyotokea mahakamani, kukamatwa kwenyewe kwa Lissu na baadaye kunyimwa haki ya kwenda mahakamani, Muliro kamanda wa polisi kusema uongo wa wazi kwamba wao walikamata watu wawili tu, kwa maana ya Heche na Mnyika. Yani afisa wa serikali mkubwa wa ngazi hiyo anatoa uongo na bado yuko kazini. Sasa haya ni zaidi ya lugha iliyotumika, lakini kama utaniruhusu labda na mimi niyazungumze, nitazungumzia katika line hiyo hiyo, isipokuwa nitaonyesha uzito zaidi. Sijui kama unaniruhusu niendelee. Dr. bila shaka Dr. Karibu kwa ajili ya kuendelea pia. Asante sana. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu na wana mtandao wenzangu kwenye mtandao huu, na wale ambao wako kwenye mitandao mingine na baadaye wataingia, lakini pia na Watanzania wote ambao wanaumizwa jinsi nchi yetu inavyochezewa. Mimi nianzie kwa kusema taifa hili tumeaibishwa, na wala mimi sitamzungumzia Muliro na maaskari wake, kwa sababu hawa ni wadogo sana. Mimi narudi kwenye katiba yetu ambayo kwa sababu ya udhaifu wake tumeomba sana ifanyiwe ukarabati na uandikaji wa katiba mpya, ili mambo haya ambayo nyewe meita ya ushamba na ya aibu yasiendelee kutokea katika nchi yetu. Ninaanzia na kauli hiyo kwa sababu kama mmemsikia Kamanda Muliro akisema wao mapolisi hawakuhusika na ukamataji wa watu walioenda mahakamani tarehe 4, na hawakuishia kwenye ukamataji wa tarehe 4 ambapo watu wamepigwa, wanawake wamevuliwa nguo hadharani, kinyume kabisa na utamaduni wa Mtanzania, tena rais wa nchi akiwa rais mwanamke ambaye mara nyingi tunamsikia akitoka hadharani akizungumzia maadili, lakini leo tunashuhudia rais huyo mwanamke akiwa bado madarakani, maadili ya taifa hayo aliyokuwa anayazungumzia yanavunjwa hadharani, lakini hata neno moja tu la rais, hata kwenye mtandao tu, ambaye rais huyu ni mwepesi sana kuandika kwenye mitandao, lakini leo mwanamke mwenzake amevuliwa nguo, rais huyo yuko mkimya. Rais huyo watu wake wamepelekwa, wanajulikana, walichukuliwa pale Kisutu eneo la mahakama,
wanajulikana, wamepandishwa kwenye magari ya polisi, wamezungushwa kama ambavyo Heche na Mnyika kwa siku nzima wamezungushwa, wamekuja kutupwa kituo cha polisi majira ya usiku, sijui saa 2 sijui saa 3, kwa sababu hakuna anayetoa taarifa kamili, nisiulizwe exactly ni saa ngapi. Hayo wanapaswa kutuambia wao polisi, na rais na serikali yake watuambie watu wetu waliokamatwa Selenda Bridge siku ya kwanza ya tarehe 4